Ndugu zangu wapendwa, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Alhamisi Kuu, na ujumbe wetu wa neno la Mungu naomba tuupe kichwa cha habari kwamba Ekaristi ni alama ya upendo. Ndugu zangu wapendwa, leo tunaadhimisha misa kuu kabisa, kwani ni misa iliyoanzisha misa zote. Kwa misa hii iliwekwa sakramenti ya Ekaristi na daraja takatifu. Misa hii ni kuu, na ndiyo maana katika siku ya leo misa nyingine huwa haziruhusiwi isipokuwa kwa ruksa maalum, lengo likiwa ni kusisitiza ukuu wa misa hii. Naomba tutumie wakati huu tutafakari pamoja upendo mkuu wa Kristo kwetu. Ndugu zangu, upendo huu unaonekana anapojifanya mtumishi wa wote na kuwaosha mitume miguu. Upendo huu unazidi kuonekana hasa anapokubali kutuachia sakramenti takatifu ya Ekaristi na daraja takatifu. Kwa sakramenti hii Yesu anajishusha na kukubali kukaa katika umbo la mkate na divai, nasi tunapata nafasi ya kumla na kukaa ndani yetu na kusafiri nasi maishani. Ndugu zangu, sakramenti ya daraja takatifu ndiyo iwezeshayo uwepo wa Ekaristi, kwani bila padri hakuna Ekaristi. Kabla ya kuanza kudadafua vizuri, naomba tuanze kwa kuziangalia nyimbo zetu kuu, ndugu zangu, za siku ya leo. Wimbo wa mwanzo unatoka katika barua ya Mtume Paulo kwa Galatia. Sisi yatupasa kuona fahari. Haya ni maneno aliyoyafundisha Paulo kwa Wakristo wa Galatia. Wao walikuwa wameiacha injili ya kweli na kugeukia matendo ya sheria. Waligeukia upotovu, wakaiacha neema ya Mungu, wakauacha msalaba wa Kristo, wakafikiri kwamba wanaweza kuokolewa kwa kushika zile tamaduni kama za kutawadha, kutahiriwa na matendo mengine. Walianza kuyathamini matendo haya kuliko injili na msalaba wa Kristo. Ndugu zangu, Paulo akawakaripia na kuambia kwamba yeye katika imani yake, jinsi unavyomuona, miujiza na nguvu zote alizonazo kazipata toka katika msalaba wa Kristo, na si kwa sababu ya kushika sheria za kimwili za kutawadha. Hapana. Hivyo anawaambia kwamba hawezi kujivunia chochote, iwe ni sheria au ni nini, isipokuwa huu msalaba. Leo Alhamisi Kuu, msalaba ni ishara ya sadaka atakayoitoa Yesu msalabani, na pia ni ishara ya ukombozi wetu. Ndugu zangu, hivyo tukumbatie msalaba ambao leo tunaanza fumbo la kukombolewa nasi. Ndugu zangu wapendwa, maneno ya wimbo wa katikati, kiitikio kinatoka katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 10 mstari wa 6. Ni maneno ya Mtakatifu Paulo akiwaonya Wakristo wa Korinto ambao walianza kuichezea Ekaristi takatifu. Wao katika uadhimishaji wa Ekaristi, Wakristo walio matajiri walikuja na mikate mingi na mkubwa na divai nyingi. Sasa baada ya kubarikiwa na kugeuzwa, walitengana sasa na wale maskini. Wale walioleta mkate wao walikuja wakala, wakashiba, wakakaa pembeni, wakajitenga na wengine. Hii ndio ilikuwa zilikuwa taratibu za kipindi hicho, kwamba watu walikuwa wanakuja na mikate yao na divai yao, na baada ya mageuzo basi walikuwa wakikaa na kula na kunywa. Sasa Paulo anakemea uozo huu, ndugu zangu, na kusema kwamba yale ni mafumbo matakatifu na yasichezewe. Unakufuru mwili na damu ya Kristo, na hapa wanatenda kosa kwa kulewa na kuwatenga maskini. Hivyo Paulo anakemea sana. Anawaambia kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Ni ushirika wa mwili wa Kristo, sio kikombe cha matengano. Ndugu zangu, sasa kwenye Zaburi hii inayoimbwa katika mashairi, Zaburi ya 116, ni zaburi ya wimbo wa shukrani, na umepangwa mahususi kwetu kama wimbo wa shukrani kumshukuru Yesu kwa Ekaristi takatifu, kwamba huu ni upendo mkubwa kwetu kwa kutaka kutupatia Ekaristi, chakula cha wasafiri, ili aweze kusafiri nasi na kukubali kuwa nasi kwa kipindi chote cha safari ya kuelekea mbinguni. Hivyo hatuna cha kufanya bali ni kumshukuru tu Yesu wetu. Hivyo leo tunapoabudu Ekaristi, shukuru, sema asante Yesu. Ekaristi ndiyo ilifanya kanisa lisimame. Hivyo ndivyo tafakari ya nyimbo zetu za leo, ndugu zangu, ilivyo. Na naomba sasa niingie katika masomo yetu, ingie katika masomo. Na nitaanza kwa kulichambua somo la Injili, lakini kiteolojia nitajaribu kuichambua kiteolojia, na ikiwezekana
inabidi basi niweze kuendelea kusoma kama ilivyo ili nisije nikapoteza maana halisi. Katika somo la Injili tumesikia kwamba Yesu anafanya tukio hili usiku wa sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi, kwa sababu Kristo alitaka kusherehekea Pasaka yake ya kujitoa mwili wake kuwakomboa au kuwaokoa watu katika utumwa wa dhambi. Katika ile Pasaka ya Kiyahudi, baba mkuu wa nyumba alichukua mkate usiotiwa chachu, na kabla ya kugawa alieleza ile familia nzima sababu za wao kula huu mkate. Nataka kuelewa vizuri, soma Kumbukumbu la Torati sura 16 mstari wa 3. Alieleza kwamba ni kwa sababu walikuwa utumwani Misri, lakini kwa nguvu ya Mungu wakaokolewa, na hiyo ndiyo sababu ya kusherekea. Yesu naye kama mkuu wa familia yake ya mitume anatoa mkate, na kabla ya kula anawaelezea maana mpya ya mkate awapao. Anasema mkate huu ni mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Anatoa nacho kikombe kilichojaa divai, na anasema kwamba ni damu yake ya agano jipya la milele. Agano la kwanza mlimani Sinai lilithibitishwa kwa damu ya mnyama. Kwa sasa damu ya Yesu inayomwagika ndiyo inayothibitisha agano kati ya Mungu na watu wake. Kikombe alichowapatia kilibeba damu yake ambayo kesho yake ingemwagika msalabani. Huu mkate na kinywaji, mwili na damu yake walioachiwa ili viwalishe kiroho hadi watakapoungana naye mbinguni. Hivyo aliamua kuwapatia wanafunzi wake amri ya uwezo wa kutenda haya, yaani kugeuza mkate na divai kuwa mwili na damu ya Kristo. Kwa namna hii aliiweka sakramenti ya daraja takatifu. Padre achukuapo mkate na divai kwa njia ya Roho Mtakatifu huwezesha kugeuza mkate kuwa mwili wake Yesu na divai ya Yesu, yaani na divai kuwa damu ya Yesu, na hivyo kumwezesha Kristo kuja kwetu na kutupatia neema. Mwili na damu ndiyo mtu mwenyewe. Yesu amejitoa bila kujibakiza. Tunapoadhimisha sikukuu hii kubwa, tukio lile kuu la Pasaka ya wana wa Israeli walipokombolewa utumwani Misri linasomwa kwetu, ndugu zangu. Kukombolewa katika utumwa wa Misri ulianza kwa wana wa Israeli kumchinja mwana kondoo na kupaka damu yake juu ya vizingiti na miimo ya nyumba zao. Yule kondoo hakutolewa sadaka tu, lakini ilibidi aliwe na familia yote, na damu yake ilipakwa kwenye vizingiti na miimo ya nyumba walimokaa wana wa Israeli. Damu yake iliwafanya wakingwe na mapigo ya yule malaika wa kifo aliyetembea katika kila nyumba za Wamisri akiwaua wazaliwa wao wa kwanza. Pigo hili iliwaacha Wamisri mahame na kuacha huru wa Israeli. Ndugu zangu, wana wa Israeli waliamriwa kuadhimisha tendo hili kila mwaka, wakikumbuka jinsi Mungu alivyowaokoa utumwani Misri. Kwa kufanya hivi waliweza kushiriki baraka na neema walizozipata wazee wao na kumwomba Mungu aendelee kuwajalia ukombozi siku zote. Tendo la Wamisri kupigwa kwa sababu hawakuwa na damu ya mwana kondoo, kwetu wa Kristo linaashiria nguvu ya damu ya Yesu, kwamba yeyote asiyejifunika kwa damu ya Kristo hakika atakumbwa na mapigo makali. Tukumbuke kwamba kulikuwa na Wamisri wachache ambao baada ya kusikia juu ya ujio wa lile pigo la 10 walinyenyekesha mbele ya Waisraeli, na damu ya mwana kondoo pia ikapakwa kwenye nyumba zao, na hakika yule malaika wa kifo alipokuja usiku hakuwagusa. Tukio hili lilikuwa mwanzo wa miaka kwao, kwani liliwafanya waione hadharani nguvu ya Mungu ya kuokoa, na waliamriwa kuiadhimisha kila mwaka ili waendelee kuiona nguvu hii ya Mungu maishani mwao. Kwa Waisraeli kukataa kuikumbuka sikukuu ya Pasaka na kushiriki katika kumla kondoo huyu ilikuwa ni kosa na dharau kubwa sana kwa Mungu. Na pale walipokataa kuishiriki au kuiadhimisha Pasaka, walijikuta katika matatizo makubwa. Hili linadhihirika katika kitabu cha pili cha Wafalme sura 23 mstari wa 21 mpaka 23. Kama ilivyokuwa kwa Wayahudi kwamba ni lazima washiriki katika kumla kondoo wa Pasaka ili wapate ukombozi, vivyo hivyo na Yesu anatuambia kwamba ni lazima tuule mwili wake tuupate uzima. Yohane sura ya 6 mstari wa 51. Vile vile Yesu anaamuru kwamba tukio hili likumbukwe na kuadhimishwa ili tuendelee
kushiriki zile neema zitolewazo na Yesu hapo mwanzo, kama alivyotoa hapo mwanzo, na kumuomba aendelee kuzithibitisha hadi siku ya mwisho. Hivyo kama ilivyokuwa kosa kubwa kwa Wayahudi kukataa kushiriki Pasaka, ndivyo ilivyo kwa Mkristo kukataa kushiriki Ekaristi Takatifu. Hivyo tuepuke kukataa kuipokea Ekaristi. Tujitahidi kuipenda Ekaristi. Tuipende na kushiriki vyema Ekaristi. Mtakatifu Agustino anaandika kwamba kama tukiipokea Ekaristi vyema, basi tunageuka na kuwa kile tunachokipokea. Yaani Yesu, tunageuka na kuwa Yesu mwingine. Na huyu Yesu hata katuache kwa sababu yupo ndani yetu. Hivyo ushiriki wetu wa Ekaristi lazima utuletee umoja na kuyagusa maisha yetu yote, ndugu zangu. Kila ampokea Yesu katika Ekaristi lazima naye ajifunze kujitoa mwenyewe kama yeye. Yesu auchukuapo mkate, anaubariki na kuumega na kuwapa wanafunzi wake waule, nasi kila tuipokee hapo Ekaristi lazima tukubali kuchukuliwa na huyu Yesu na atubariki na kututoa kwa ajili ya mapendo kwa wengine. Kingine, sisi mapadre, ndugu zangu, mapadre tuendelee kuheshimu fumbo hili na kuliadhimisha vizuri. Na ndugu zangu waamini, tuwaheshimu mapadre wetu. Wengine wanawatenga mapadre, wanaona kama ni visima vya hela. Tuache kuwanyonya hawa makuhani na kufikiri wao ndio visima vya kutupatia pesa. Msiwazoee mapadre kiasi cha kuona kwamba hawana kitu. Na kuambia hiki ndio kitakachotumaliza, ndugu zangu. Usikubali kumdharau padri. Kwa mfano, nilikwenda kwa mama mmoja, akaniona tu kama mtu wa kawaida tu, basi tu, yani kwa sababu yeye ana padri nyumbani. Kwa hiyo akachukulia kama kawaida, lakini ukweli ni kwamba tunabidi kuwaheshimu makuhani. Usikubali kabisa, ndugu zangu. Ndugu zangu, kwa wengine wale wanaotengeneza hostia, wale ambao pengine ni masista au wengine ni wanafunzi au vyovyote vile, kwa kweli heshimu sana Ekaristi. Mkaona kwa sababu wewe ulitengeneza hostia ukaona basi ni kitu kile kile tu. Unaweza ukatengeneza hostia hadi ufikie kwenye ukaona ni kitu cha kawaida, lakini basi lazima uwe makini, uendelee kuheshimu baada ya mageuzo, ujue yule ni Yesu, sio tena ile hostia uliyoitengeneza. Kingine, ndugu zangu, tuwasaidie mapadri waweze kutimiza utume wao. Msiwafanye waishi katika mazingira magumu kiasi kwamba wanaishia kwenda kulima pengine mashamba, kwenda kupigana huko na biashara badala ya kupambana na roho za watu. Hii si sawa. Tuwe imara na tuweze kuwasaidia makuhani wetu. Tuwe na jicho la kuwatazama. Tukio la Yesu kuwaosha miguu wanafunzi wake lituhimize pia na sisi kupinga unyanyasaji au kuwanyanyapaa wagonjwa. Litupe moyo wa kuwahudumia wagonjwa na maskini na kuachana na ubahili na uchoyo, ndugu zangu. Nakwambia challenge iliyopo sasa ni watu kuonea wengine kinyaa. Mtu kiumwa ndio utatambua ni kwa namna gani watu walivyo na kinyaa. Labda ugonjwa ambao unaweza ukajihudumia mwenyewe, lakini ukapigwa ugonjwa ambao huwezi kufanya chochote, basi utaona mwanadamu jinsi alivyo na dharau na kinyaa. Lakini sisi tusiwe hivyo, tuwaoshe wenzetu, tuwasaidie waweze kuwa katika hali nzuri. Ndugu zangu, kingine tumesikia kwamba kukataa kuadhimisha Ekaristi ni kosa kubwa, kama Myahudi aliyekataa kushiriki Pasaka kipindi kile. Sisi ndugu zangu, tuipokee Ekaristi, tujiangalie, tuungame ili tuache uzembe, tuweze kupokea Ekaristi. Wale ambao hawajafunga ndoa, fungeni ndoa ili muweze kupokea Ekaristi, msije mkakosa hii neema. Ndugu zangu, kingine tuwatie moyo wale waliokata tamaa. Tuwafariji, tuwasaidie. Lakini zaidi sana tuwatie moyo pia wale ambao wanataka kuwa mapadri, vijana wetu, mafrateri ambao wana hamu ya kwenda seminari, tuwashike mkono, tuwasaidie. Siku hizi kumezuka mkumbo, hasa wale wazazi wenye uwezo wakatalia watoto wao wasiende upadri. Kwa kweli hii si sahihi. Tuwaache ili Mungu aendelee kutukuzwa ndani yao. Hivi jamani, tuache kuwakataza watoto wetu wasiende kufanya kazi ya Mungu. Tuwaache waende kufanya kazi ya Mungu. Hata wale watu wenye pesa zao, waruhusu ni watoto wenu waende. Usifikiri kila kitu ni pesa tu. Lazima Yesu atumikiwe. Yesu lazima afanyiwe
gharama zote kubwa kuliko hata kitu kingine chochote ndugu zangu. Baadhi ya maadhimisho ndugu zangu ambayo yanaadhimishwa yapo ambayo yanafanyika bila padri. Huko makatekista tu wanahangaika huko. Kiukweli ni kwamba ni kwa sababu ya uhaba wa mapadri. Sisi tuhangaike, tuwatetee watoto wetu. Unaposikia mtoto anaenda seminari, tumtie moyo, tumpe faraja. Hata wale ambao wanataka kukata tamaa na kuacha, tuwatie moyo ndugu zangu. Na sisi hata makuhani basi tujitahidi kuandikia ripoti nzuri wale vijana, na wale vijana ambao wanajitahidi kuwa mapadri. Tuepuke kuwa na chuki na kushindana nao na kuwakomoa na kuandikia ripoti mbaya. Kuna wengine pengine unakuta tu kutokana na chuki unaandikia ripoti mbaya na unamkosesha mtu kuwa padri kwa sababu tu ya ubinafsi wako tu, kutokana na tabia yako tu wewe binafsi. Kwa hiyo sisi makuhani ambao tunakabidhiwa wadogo zetu tuandikie ripoti, basi tuandikie kwa moyo mwema. Wakikosea tuwarekebishe kiupendo. Tusubiri mpaka mwisho ndio tujaze ripoti ya kumaliza kabisa, ikifika kwa askofu ndio anafukuzwa kwenda nyumbani, anashindwa kuwa padri. Tusiwe hivyo. Tuwe watu wenye huruma, tuwasaidie, tuwaelekeze. Wengine wanahitaji tu maelekezo. Tusiwategeshee vitu ili wakosee tupate kitu cha kuandika. Hapana. Tuwatie moyo, tuwasaidie. Hata kama wana udhaifu gani, wanabadilika. Tusiwakatie tamaa, wanabadilika. Hakuna kitu kizuri kama wewe mwenyewe umekuwa padri mzee, unajua kabisa hawa walio nyuma yako ni mimi niliwaandikia ripoti. Umekuwa mapadri kwa sababu pia mimi nilihusika katika kuandikia ripoti njema. Wapo ambao wamekuwa maaskofu. Unajisikiaje umekuwa padri mzee unamwona askofu ambaye ulimwandikia ripoti? Unajisikia faraja. Kwanza unapata muombezi. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tuwatie moyo wale mafrateri, wale vijana wanaojiunga seminari. Tusiwakatishe tamaa, tuwatie moyo, tuwashike mkono. Tusiwe sababu ya wao kukata tamaa na kurudi nyumbani na kususia maisha ya kikuhani. Sisi ambao tumetangulia kama makuhani, tuonyeshe mfano mzuri ili tuweze kugusa maisha ya wengine waweze kuja na kujiunga nasi. Nawatakia siku njema. Kwa mapadri wenzangu, herini sana na baraka ya sikukuu yetu ya daraja hili takatifu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo ametupatia bila mastahili yetu. Tuendelee kupambana. Yeye anafahamu sadaka yetu tunayoifanya. Hatuhitaji kutangazia mtu. Na watia moyo makuhani ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwashika mkono. Mungu anajua, anaona. Risiti za wema mnaofanya mtazikuta mbinguni. Msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi, tupambane, tuendelee kumtumikia kwa moyo mwema. Wale ambao pengine makuhani mmesengenywa na waumini wenu, mmesingiziwa, mmetengenezewa skendo za uongo. Courage. Mungu akushike mkono, Mungu akufariji. Tambua kwamba Yesu anaona. Hata yeye Yesu alirushiwa mawe, na wewe kama kuhani hutakwepa hayo. Wapo waliosingiziwa, wapo walioambiwa mambo mengi, hata mengine hata hamyajui. Mungu awabariki sana. Hongereni kwa uvumilivu wenu, hongereni kwa kumpenda Kristo. Yesu akutie moyo, Mungu akufariji. Kaa na amani. Padri mwenzangu, endelea kupambana. Tuombeane. Siku njema na heri sana kwa sikukuu yetu.